Can we all stand up together for the reading of the word? 1 Peter chapter number 4. That's where I want us to read. Am I talking to a living church? 1 Peter chapter number 4. Welcome, Nelson. Thank you, Bishop. 1 Peter chapter number 4. Petelo wa kwanza sura ya 4. I want us to read from verses number 12. Ningetaka tusome aya ya 12. Are you there? Are you ready? Sijui kama uko pale, uko tayari? 1 Peter chapter number 4. Kitabu cha Petelo wa kwanza sura ya 4. From verses number 12. Na ni sura ya 12. Can I hear you, church, reading it? Dear friends, do not be surprised at the painful trials you are suffering, as though something strange were happening to you. But rejoice that you participate in the suffering of Christ, so that you may be overjoyed when the Lord is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rest on you. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal, or even as a meddler. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Father, in Jesus' name, Baba, kwa jina la Yesu, we praise you today. Tunakusifu leo hii for your goodness. Kwa ajili ya wema wako. You are the everlasting Father. Wewe ni Mungu unayeishi milele. Talk to us. Tunenee. We are listening. Maana tunasikiza. For in Jesus' mighty name we have prayed, and the church say, thus says the Lord. And the church say, let's be seated in the presence of the Lord. Basi tuweze kuketi mbele ya uwepo wa Bwana. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. Today I want us to share that great word we have read in the book of 1 Peter chapter number 4. Leo hii ninataka tuweze kushiriki neno ambalo tumelisoma waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4. It is a powerful word. Ni neno kuu. And I want to speak to somebody here. Na ningalitaka ninene na mtu mahali hapa. Peter was addressing the church that was an underground church. Petero alikuwa anazungumza na kanisa ambalo lilikuwa chini. They were hiding. Walikuwa wamejificha. Because of persecutions. Kwa sababu ya dhihaka. And because of their faith. Na kwa sababu ya imani yao. Now he comes and speaks to them in the book of 1 Peter chapter number 4 verses number 12. He says, Beloved, think it not strange. Na sasa Petro anakuja na wanenea katika Petro wa kwanza sura ya 4:12, anawaambia wapenzi, msione kuwa ni ajabu. Hello. Think it not strange. Msione kuwa ni ajabu. Can we talk? Hebu niangalie. Tell somebody, think it not strange. Mwambie jirani yako. Hey, tell somebody, it is not strange. Mwambie mtu kwamba si ajabu. Hey, jameni. Siwaambie watu watatu karibu na wewe si ajabu. Hey, guys, can we talk as a church? See? Peter is saying, think it not strange. Petero anasema msione kuwa ni ajabu. Concerning the trials you are going through. Ule msiba ulio kati yenu. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. And I want to speak to this house and tell you. Na ninataka ninene na kanisa niwaambie. Do not think it strange. Kwamba msione ni ajabu. Praise the Lord. Bwana sifiwe. When you go through trials. Mnapopitia mateso. And tribulations. Na changamoto aina zile. As a Christian. Kama Mkristo. The Bible is saying here something powerful. Biblia inasema hapa kitu cha kipekee. It is happening because you are together with Christ. Inatendeka kwa nini? Kwa sababu mko pamoja na Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Can we read together again the same book, 1 Peter chapter number 4 verses 1. Hebu tuende katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 aya ya kwanza.
Therefore, since Christ suffered in his body, able to some, since Christ suffered in his body, arm yourself also with the same attitude. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile. I don't know whether you have gotten that word. Sijui kama umepata neno lile. Since Jesus suffered in his body, na kwa ajili Yesu aliteseka katika mwili wake, the Apostle Peter says, arm yourself with the same attitude. Petro anasema kwamba nyinyi nanyi jivikeni silaha nia ile ile. Arm yourself with the same attitude. Mjivishe silaha ile na nia iwe ni ile ile. Praise the name of the Jina la Lord. Bwana litukuzwe. Am I talking to a living church? Nazungumza na kanisa lilo hai. Don't think it strange. Usione kwamba ni ajabu When you go through trials. wakati unapitia mateso. Hallelujah. Hallelujah. Peter is saying here, Petro anasema hapa, arm yourself. Jivikeni silaha. Let's go, church. Jamen, the Bible is our speaker. Biblia ndiye ambaye inatuzungumzia. Arm yourself with the same attitude. Petro anawanenea hapa, anawaambia jivikeni silaha yenye nia ile. Just as it was with Christ, kama ilivyokuwa na Kristo, so it shall be with you. Basi hivyo ndivyo itakavyokuwa nanyi. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Don't find it strange. Ambia watu watatu hivyo. Tell 2-3 people, msione ni ajabu. Hallelujah. Hallelujah. Hey guys, let's go. Usione. Hey. Usione ni ajabu. Why? Kwa nini? Because our Lord and Savior, kwa sababu mwokozi wetu, Bwana wetu, he has suffered before you suffer. Aliweza kuteseka kabla wewe haujateseka. So here he is telling you, na hivyo basi hapa anatuambia somebody has already suffered. Kuna mtu amekwisha teseka. So don't find it strange when you follow the same way. Na hivyo basi usione ni ajabu ikikufanyikia wewe. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. So I want to speak to this house. Basi nizungumze na nyumba hii. Don't be surprised. Usishangae. Oh, praise the Lord. Bwana sifiwe. Kwenda kanisa, don't be surprised. Basi usione ni ajabu. Some of you, when you go through a situation, you think that I am the only odd one out. God hates me. Mosomera. No, another one has suffered before you. Wengine wenyu, baadhi yenyu, mkipitia changamoto fulani, mnaona kwamba mumeweza kutelekezwa. Mnaanza hata kujuta kusema kwamba Mungu amenisamehea. Polepole mosomera. Mjue ya kwamba kuna mwingine ambaye aliweza kuyapitia kabla yenu. So when you go through trials and tribulations, you participate. Basi unapopitia majaribu na kukandamizwa, na wewe unashiriki. Hello? Can we go down there? You as though something strange were happening to you, but rejoice that you participate in the suffering of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. Praise the Lord. Bwana sifiwe. So church, basi kanisa, challenges are many. Changamoto nyingi. You as a believer, you will face through many challenges. Wewe kama muumini utapitia changamoto nyingi. As a Christian, you are going to see challenges. Kama Mkristo utapitia changamoto nyingi. Hardships are going to come. Ugumu utakuja. Stresses and weaknesses are going to come. Udhaifu na unyonge utakuja. Troubles are going to come. Matatizo yatakuja. The Apostle Peter says, don't find it strange. Mtume Paulo anasema kwamba, Mtume Petro anasema kwamba usione ni ajabu.
Praise the Lord. Bwana sifiwe. Don't see it strange. Usione kwamba ni ajabu. Church, kanisa, our Savior went through it. Mwokozi wetu alipitia jambo hilo. So we are participating in what he went through. Na hivyo basi sisi tunashirikiana na kile ambacho alipitia. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Point number 1. Jambo la kwanza, you bear the name of Christ. Wewe unalibeba jina la Yesu. Hello guys, wapendwa, you bear the name of Christ. Unalibeba jina la Kristo. Hebu tuongee kama kanisa, let's go. When a lady is married in a home, kama dada ameolewa kwenye boma, she takes the name of that family. Analichukua jina la familia hilo. Hallelujah. Hallelujah. And when she takes the name of that family, na anapochukua jina la familia hiyo, that means she takes everything related with that family. Hiyo maana yake ni kwamba anachukua kila kitu ambacho kinaitanishwa na hiyo familia. Am I talking to a living church? Nazungumza na kanisa. So what does this tell me? Hii inaniambia nini? It tells me something powerful that I want this church to know. Inaniambia kitu cha kipekee ambacho ningelitaka kanisa lifahamu. One thing that I want you to know here. Kitu kimoja ningetaka uweze kuona hapa. Why should you not find it strange? Kwa nini usione ni ajabu? Twende. Kwa nini nisione ni ajabu? Why should I not see it strange? Point number 2 is you are forewarned. Jambo la kwanza ni kwamba ulionywa mapema. Ambia mtu karibu na ulionywa mapema. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. If somebody tells you if you go right now to Thika there is rain, you will be ready for the rain. Kama mtu atakwambia ukielekea Thika sasa hivi kunanyesha, utaenda ukiwa tayari kwa sababu ya mvua. Praise the Lord. Bwana sifiwe. So number 1, know that you have been forewarned. Basi jambo la kwanza, fahamu kwamba ulionywa mapema. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So we have already been forewarned. Sisi basi tumekwisha kuonywa mapema. Because we bear the name of the Lord. Kwa nini? Kwa sababu tunalibeba jina la Bwana. So we participate in his suffering. Na hivyo basi tunashiriki katika mateso yake. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. Number 2, jambo la pili, trials and tribulations are terms of acceptance of a disciple of Christ. Mateso na dhihaka, hii ndiyo njia na mbinu ya kukubalika kama mtume wa Kristo. I say terms of acceptance. Ndiyo mbinu ya kukubalika. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. So do not find it strange. Na hivyo basi usione kwamba ni ajabu. Hebu niangalie kanisa. Can you look at me, church? People of God are going through hardships and they are just blaming everybody. I am going through this because of my wife, my husband, my employer, corona, COVID-19, 18, 14, 15. Ongeza yako. Listen to me. Find it not strange. Wakristo nyakati tunazoishi wanalalama, wanapiga makelele, wanalaumu waume wao, wanalaumu wake zao, wanalaumu watoto, wanalaumu uchumi, wanalaumu COVID, wanalaumu barakoa. Ongeza yako, lakini hebu nikwambie ya kwamba usione kwamba ni ajabu. Every trial has been sent by God. Kwa sababu kila jaribio limetumwa na Mungu. Not to destroy you, but to make you. Na sio kukuharibu au kukuangamiza, lakini kukutengeneza wewe. Hebu nisikie amen hapa. Can I hear amen? Every trial has been sent by God. The day you begin to know that I am a participant in the suffering of Christ, let me tell you, anything that comes before you, you tell it, you are not a stranger. Wakati ule ambapo utakapogundua kwamba kila jaribio ambalo linakujia
kwamba sio kitu ambacho hakijafanyika utaweza kulizungumzia na kuliambia kwamba hii si ajabu. You are a participant in the master's suffering. Kwa sababu mimi ni mshiriki katika yale yaliyomtendekea Bwana Yesu Kristo. You are not only sharing in the suffering, you will also share in the glory. Maana Biblia inasema kwamba hautashiriki tu katika mateso na dhihaka, utashiriki vile vile katika utukufu. Can I hear praise the Lord in this house? Nisikia amina kwenye nyumba hii. So church, basi kanisa, don't find it strange. Usione kwamba ni ajabu when certain things happen to you. Wakati mambo mengine yanakutendekea. Because God has loved you. Kwa sababu Mungu amekupenda. So we are sharing what he went through. Na hivyo basi tunashirikiana na kile ambacho alikipitia. What does this tell me? Hii inaniambia nini? Because you are foretold. Kwa sababu ulionywa kwanza. That is the way home. Hiyo ndiyo njia ya nyumbani. Tuende kanisa. Hiyo ndiyo njia. Jameni. Hiyo ndiyo njia. Unajua ikifika ni kwenda nyumbani, haijalishi kwenda kuna kaga aje. When it gets time to go home, it doesn't care how your home looks like. No. Haijalishi. It is the way home. Hiyo ndiyo njia ya nyumbani. So we are participants in the suffering of Christ. So church, do not find it strange. Rejoice because you'll also join in the glory. Kanisa, usione ni ajabu wakati ambapo dhihaka na mateso yanatujia. Hebu furahia kwa sababu utaweza pia kushiriki kwenye utukufu. Because it is carefully designed by our Father. Kwa sababu imeweza kuwekwa sawa sawa na Bwana wetu. You don't choose the type of trials that come to you. Wewe hachagui mateso yatakayokujia. But do they come? Lakini je, huja? Hey church, do they come? Kanisa, je, huja? I am asking, do they come? Ninauliza, je, huja? Hebu inua mkono kama they come. Do trials, tribulations come? Do you choose? Did Joseph choose to be sold? Did Daniel choose to be thrown in the lion's den? There is that who chooses what comes to you. Kuna yule ambaye huchagua ni nini kitakujia. Sema amen. Say amen. There is that who chooses. Kuna yule ambaye huchagua. Church, God did not intend you to live the way you are living. Kanisa, Mungu hakukusudia uishi jinsi unavyoishi. Always complaining and arguing that so and so is the cause of my problem. Kila mara kulalamika na kunugunika, fulani ndiye shida yangu. I want to speak to somebody today and tell you. Ninataka nizungumze na mtu leo hii niwaambie. It is a honor to share in the suffering of Christ. Kwamba ni heshima na ni tuzo kushiriki kwenye mateso ya Kristo. Can somebody just laugh in this house? Mtu acheke tu kwenye nyumba hii. It is a honor. Ni heshima. Praise the Lord. Hallelujah. After Shadrach, Meshach and Abednego were thrown in the fiery furnace. Baada ya Shadraki, Meshaki na Abednego kuwekwa kwenye tundu la moto. The Bible says when the fourth man came into the fire. Na Biblia inatangaza kwamba wakati mtu wa nne alipokuja kwenye moto, the king leaped up and said, we threw 3, they are 4. Mfalme naye akainuka akasema, tuliweka 3, sasa ni 4. Praise the Lord. When they came out, the king declared, no other God should be worshipped. Na walipotolewa, mfalme akatangaza, na kusikuwe na Mungu mwingine atakayeabudiwa. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. It is God who chooses what you go through. Maana ni Mungu huchagua ni nini utakachopitia. Inua mkono wako juu na uambie Mungu, nakushukuru kwa yale yote napitia. Can you raise your hand and tell God, I thank you for what I'm passing through. The Bible is saying here, provided, angalia hapo juu inasema, provided you are not a murderer and you are not a thief. Biblia inatangaza iwe tu wewe si muuaji na wewe si mwizi. Kuna mashida unaweza kujiletea. There are some troubles that you are going to bring to yourself. Twende kanisa. Can we agree? Zile mashida unajiletea, beba. Those troubles that you are bringing to yourself, carry them.
But anything God chooses for you, lakini tatizo au changamoto yoyote ambayo Mungu amekuchagulia, it will end in glory. itaweza kumalizikia kwa Can I utukufu. hear, praise the Lord? Na nisikie Bwana asifiwe. Anything that the Lord has chosen, it will end in great glory. Chochote ambacho Mungu ameweza kukubalia kikuje, kitamalizia kwenye utukufu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Because trials and tribulations reveal our identity. Write it in blue. Kwa sababu matatizo na changamoto zinaonyesha utambulisho wetu. Andika kwenye LED. Praise the Lord. Bwana sifiwe. They reveal our identity. Inaonyesha utambulisho wetu. Nebuchadnezzar said, no other God should be worshipped other than the God of Shadrach, Meshach and Abednego. Identity. Mfalme Nebukadneza akakiri akasema, na kusiwe na Mungu mwingine atakayeabudiwa ila tu Mungu wa Shadraki, Meshaki na Abednego. Huo ni utambulisho. Somebody say praise the Lord. Na mtu aseme Bwana sifiwe. Somebody say praise the Lord. Mtu aseme Bwana sifiwe. Sharing in the suffering of Christ. Kushiriki kwenye mateso na dhihaka ya Kristo. The beauty about this suffering in Christ, na urembo ulio kwenye kuteseka kwa Kristo, the Bible says we have the support and the comfort of the Holy Spirit. Biblia inatangaza kwamba sisi tumeweza kuungwa mkono na tumeweza kushikiliwa na Roho Mtakatifu. Let's go church. We have the comfort and the support of the Holy Spirit. You are not going through trials like a hooligan. Wewe haupitii mateso na dhihaka kama Al-Shabaab. No, la hasha. The hand of God is there. Kwa sababu mkono wa Mungu uko pale. It is for the honor of Jesus Christ. Ni kwa sababu ya heshima ya Yesu Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. They are only designed to try, not to ruin. Zimeruhusiwa tu ziweze kukuja kukujaribu, lakini si kukuangamiza. Hebu andika hiyo. Can you like that one? They are hey, let's go. They are designed to try. T-R-Y. That they are trials. T-R-Y. They are meant to try, not to ruin. Zimeruhusiwa ziweze kukujaribu tu, lakini si kukuangamiza. Somebody say praise the Na Lord. mtu aseme Bwana sifiwe. I speak to this great house today. Ninazungumzia nyumba hii kuu leo hii. Because we have a God who has loved us. Maana tunaye Mungu ambaye ametupenda. He has loved us with an everlasting love. Na ametupenda na upendo wa ajabu. So the Bible says, do not find it strange. Basi Biblia inatangaza kwamba usione ajabu in what you are going through. Kwa kile ambacho unapitia. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Number 3, number 4, because you are full of purpose. Jambo la 4 au la 5 hapo ni kwa sababu umejaa kusudi. Let's go. I am full of purpose. Mimi nimejaa kusudi. Because when God calls you, kwa sababu Mungu anapokuita, He has already begun the journey for you. Ameanzisha safari kwa ajili yako. During the Christmas week, I visited a church in a place we call Nyabigege. Na wakati wa Christmas askofu akatembelea kanisa mahali panaitwa Nyabigege. And when I visited that church, na alipotembea kwenye kanisa lile, I preached, and after preaching, akahubiri, na baada ya kuhubiri, the pastor had left the congregation. Mchungaji alikuwa ameacha waumini and taken the equipments and sold them. Na akachukua vyombo hata akaviuza. So the church did not have even a keyboard. Kwa hivyo kanisa halikuwa hata na keyboard. A church that was vibrant with all the equipments, the pastor sold them and went away for 2 years. Kanisa ambalo lilikuwa na vyombo karibu vyote, mchungaji akaviuza na akaenda zaidi ya miaka 2. Praise the Lord. Bwana sifiwe. So when I entered that church, basi askofu alipoingia pale, I knew these people are they are down. Akajua kwamba hawa watu wako chini. Because they are the ones who had bought them. Kwa sababu ni wao walikuwa wamenunua zile vyombo. So when we talked, I talked to them.
Basi akazungumza na wao. One lady in the church, na dada mmoja kanisani, she stood up and told me, Bishop, akasimama akaniambia, askofu, with all due respect, kwa heshima zote, that is the greatest enemy ever in my life. Huyo ni adui mkubwa katika maisha yangu. Imagine we are now just singing without instruments. Tafakari kwamba sasa tunaimba bila vyombo. I cannot forgive that man. Hata siwezi kumsamehea yule mtu. Praise the Lord. Bwana sifiwe. She was so bitter about that pastor. Akawa na machungu kwa ajili ya yule mchungaji. Because she had left them to zero. Kwa sababu aliwaacha wakiwa bila kitu. And I stood and told that mother. Askofu akasimama akamwambia yule mama. Because she was so bitter. Maana alikuwa na uchungu mwingi. I told her. Kamwambia, Mami, have you suffered like Christ? Kamuuliza, mam, je, umeteseka kama Kristo? Akaniambia, hapana, si kama Kristo, lakini nikamwambia, sikiza. Then I told her, listen, hakuna mtu ameshawahi kuteseka dunia hii kama Kristo. There is nobody who have suffered in this world like Jesus. And then he forgave them. Alafu kisha akawasamehea. Praise the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. I talk to somebody in this house. Nizungumza na mtu kwenye kanisa hili. You think you are going through the hardest. Unafikiria kwamba unapitia mazito. Don't find it strange. Usione kuwa ni ajabu. Somebody else has gone through that. Kuna mtu mwingine ambaye amepitia hayo. Some people, even when they go through issues and challenges, hardships, they even stop going to church. Watu wengine wanapopitia changamoto na mateso na dhihaka, hata wanakoma kwenda kanisani. They even stop participating in church. Somewhere in the praise and worship, they left. Hey guys, let me tell you, you have to share in the suffering of Christ, because you will also be glorified. Wengine wanatoroka kanisani, walikuwa wanashiriki kanisani wakaondoka, lakini niwaambie kwamba wapendwa, msijari, maana kile ambacho mnapitia Yesu Kristo ndiye alipitia kwanza. So I talked to that mother. Nikazungumza na yule mama. And her heart was heavy. Na moyo wake ukawa ni mgumu. But I told her. Na nikamwambia, forgive him. Msamehe. Because God forgive even you. Kwa sababu Mungu hata wewe alikusamehea. Praise the Lord. Bwana sifiwe. And I told the pastor. Na nikamwambia mchungaji. Right now. Sasa hivi. After this meeting. Baada ya mkutano huu. We are going to Kisii town. Tutaenda Kisii town. And I am going to buy you a new keyboard. Na nitawanunulia keyboard mpya. I spent 45,000 and bought them a new one. Nikatumia shilingi 45,000 nikawanunulia mpya. Can I talk to this house? Ninena na kanisa hili. Don't find it strange. Usione kwamba ni ajabu. That you are going through what you are going through. Kwamba unapitia yale ambayo unayoyapitia. I know some of you don't want to accept, but utadu. Najua wengine wenyu hamtaki kukubaliana, lakini utafanya. We, ambia mwenzako utaki kukubali, utadu. We, mwambie karibu na utadu. You don't want to accept, utadu. Haukuilete. You didn't bring it. You didn't choose it. Haukuichagua. The Lord chose it for you. Mungu ndiye aliyekuchagulia. For the glory of his name. Kwa utukufu wa jina lake. And there's no man of God who ever suffers in Christ who remains the same. Na hakuna mtu wa Mungu ambaye atateseka kwa ajili ya Kristo na abaki vile alivyo. Number 4, number 5. Ya 4 ya 5. Why do we share in the Lord's suffering? Kwa nini tunashiriki kwenye mateso ya Kristo? So that we may not miss out in the joy that is coming. Ili tusiweze kukosa kwenye utukufu na furaha ambayo inakuja. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Tell somebody, I will not miss out. Ambia mtu kwamba sitakosa. I will not miss out. Mimi sitakosa. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. What does this tell me? Inaniambia nini? Anytime you go through issues and challenges, kila wakati utakapopitia mateso na changamoto, it deepens your insight. Inaweka kilindini cha moyo wako. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. It destroys counterfeit. Na inaharibu yale ambayo hayafai. So church, basi kanisa, do not find it strange. Usione kwamba ni ajabu. Because somebody
has gone through it. Kwa sababu kuna mtu ambaye ameipitia. You are not the first one to step on that way. Wewe si wa kwanza kukanyanga njia ile. Tuende kanisa. Upande tuende kanisa. Wewe si wa kwanza. Aya, tuongee kama kanisa. Wewe si siongee na sauti. Wewe si, mimi si wa kwanza. I am not the first. My Lord and Savior went before me. Bwana wangu na Mwokozi wangu alipitia kabla yangu. Wacha nikuongeleshe. Let me speak to you. Wacha hizo maasira uko nazo. Put aside all the angers that you are bearing. Put them away. Hebu ziweke kando. Forge on, the glory is coming. Tazama mbele, maana utukufu yuaja. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. What does this tell me? Hii inaniambia nini? Finally it will bring good and benefit. Hatimaye italeta mazuri na faida. Praise the Lord. Hallelujah. When they sold Joseph, walipomuuza Yusufu, they never knew what they were doing. Hawakujua wanafanya nini. I speak to you, they will do things to you. Na kunenea kwamba watakufanyia mambo. Nasema watakufanyia mambo. They will do things to you. They will do things for you. Watawafanyia mambo. But let me talk to somebody. Na neno na mtu. And because you are sharing. Na kwa sababu unashiriki. Hallelujah. Hallelujah. In the Lord's suffering. Katika dhihaka na mateso ya Bwana. You are going to see the beauty of God. Utaenda kuona ulembo wa Bwana. God will show himself powerful. Mungu atajionyesha mwenye nguvu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. So do not be discouraged. Basi usivunjwe moyo. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. Matthew chapter number 5. Mathayo sura ya 5. Verses number 11. Mistari ya 11. What does it say? Inasema nini? Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. Do not find it strange. Usione kwamba ni ajabu. Matthew 5:11, what does it say? Mathayo mtakatifu 5 aya ya 11 inasema nini? Blessed are you when people insult you, persecute you, falsely say all kind of evil against you because of me. Hebu tuanze tena. Blessed are you. Heri nyinyi when people insult you, persecute you, falsely say all kind of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in this same way they persecuted the prophets who are before you. Ambia mtu kuna watu walienda mbele yako. Can you tell somebody there are people who went before you? Hey, kanisa tuende. Haya. Sasa unajifanya kama wewe ndiye Adam sasa. Tell somebody, wewe si Adam, ati hakuna mtu alikuja mbele yako. Jesus is saying there were some people ahead of you. Yesu anakili kwamba kuna watu ambao waliwatangulia. Hebu nisalimie. Sema kuna watu walienda mbele yangu. Mimi si wa kwanza. I am not the first one. Hello? Ati kwa sababu mtu amekutusi, amenitusi. Wametusiwa before you. Aliniambia, akaniambia good for nothing. Wameambiwa kabla ya wewe. They were told even before you. This is a scripture to teach you. Na hili ni andiko la kukufundisha. Don't find it strange. Usione ajabu. Na ni Mungu ameandika. And it is the Lord who have written. Because the prophets went through the same. Kwa sababu manabii waliweza kupitia haya tu machangamoto. And if they went through the same. Na kama waliyapitia. Praise the Lord. Hallelujah. Si ajabu. It is not strange. Nasema si ajabu. It is not strange. Ambia mambo si ajabu. Tell things, it is not strange. Waliokuwa mbele yangu walipitia. Because those who were ahead of me, they also went through it. Listen to me, church. Nisikize kanisa. Whenever you go through trials, unapopitia changamoto, it causes you to be submissive. Inakufanya uweze kunyenyekea.
and develops humility. Na uanze kukuza uvumilivu. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. It brings maturity. Inaleta kukomaa. That reaches full potential. Ambayo inafika hatima ambayo inafaa. Glory to Jesus. Hallelujah. Refuse the lies of Satan. Kataa uongo wa shetani. That you are the chosen one out, the black sheep. Wewe ndiye kondoo mweusi. Hello. Ati mimi ndiye kondoo mweusi. That I am the black sheep. Iambie. Tell it. It's not strange. Hii si ajabu. Isi problem ya kwanza mbele ya Mungu. This is not the first problem before the Lord. Mungu amedili na problem hizi. The Lord has been dealing with these problems. Tuende kanisa. God has been dealing with this kind of problem. Maana Mungu ameweza kukabiliana na matatizo kama haya. He is not consulting. Yeye hata haulizi. And victory is sure. Na ushindi ni hakika. So I speak to this house. Basi nazungumza na nyumba hii. Focus on where you are going. Angaza unapoenda. Find faith. Tazama imani. Without denying the truth. Bila kukataa ukweli. Because God is going to show himself power. Kwa sababu Mungu atajionyesha mwenye nguvu. Can we all stand up together? Basi zote tuweze kusimama.